بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Mheshimiwa Makamo Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, kaka yangu Abdulrahman Kinana, Mheshimiwa Naibu Spika, Mheshimiwa mashekhe kutoka Zanzibar, mashekhe sote wa Tanzania bara, viongozi mbalimbali wa vyama, viongozi wa serikali, viongozi wa taasisi mbalimbali mliohudhuria, Waislamu wote kwa ujumla ambao tumehudhuria hapa, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mada ni Sheikh Ali Basaleh. Niwashukuru kwanza mashekhe waliotangulia kusema, wamesema vizuri, wamemueleza shekhe vizuri, na kile itakavyokuwa ameelezwa bado tunaujalia kuwa ni ufupi wa maelezo, kwa sababu nafasi yake Sheikh Ali Basaleh inahitaji muda mzuri wa masaa yasiyopungua matatu katika kuelezwa na mashekhe mbalimbali maisha yake katika Uislamu, maisha yake katika dawa. Mimi niseme kitu kimoja tu, kama si viwili vitatu. Kwanza, turidhike kuridhia mahukumu ya Mwenyezi Mungu na kadari yake, kuondokewa na mtu mkubwa kama huyu na mtu muhimu kama huyu. Ndio maana Waislamu katika neema tuliopewa ni kupewa tamko la kusema maneno yanayoonyesha kwamba tumeridhia ile hukumu ya Mungu na kadari yake, tukafundishwa na Mungu na tukapewa mwongozo tuseme inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Neno hili haujapewa umma wowote uliotangulia, umepewa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hilo la kwanza. La pili, tufahamu kwamba katika jumla ya alama za kiyama ni kuondokewa na wanawazuoni na wasimamizi wakuu wa mambo ya kuipigania dini. Min ashrati saa, ni katika jumla ya alama za kiyama. Kwa kuondoka kwa Sheikh Ali Basaleh tunahesabu ni katika jumla ya alama za kiyama, kwa sababu katika jumla ya alama za kiyama ni kathratul mauti, ni wingi wa vifo. Vifo vitakuwa vingi, na mautul ulama, kufa sana wanawazuoni, wa inqiradhul akabir, na kukatika watu wakubwa, kujifiafia watu wakubwa, ni katika jumla ya alama za kiyama. Na mtu kama Sheikh Ali Basaleh yuko ndani ya jumla ya mashekhe waliokuwako hapa Tanzania, na mashekhe wenye majina na waliofanya kazi kubwa, na tunamwomba Mwenyezi Mungu atupe badali ya mtu kama yeye. Ingawa hata kuwa kama yeye, hiyo badali haiwezi kuwa kama yeye, kwa sababu kila sheikh ana ladha yake, ana namna yake ambayo haiwezi ikapatwa na mtu mwingine. Ndio maana nasema idha mata alimun dakhalat ath-thulma la yasudduha shay'un ma damat as-samawati wal ardh. Afapo mwanachuoni kunaingia ufa ambao hauwezi ukazibwa na kitu chochote muda wa kudumu mbingu na ardhi. Yani akiondoka yule mwanachuoni
hata kama atapatikana mwanachuoni mwingine kwenye nafasi yake, lakini hatakuwa na uwezo wa kusema kama yeye, atakuwa hana staili kama yake, atakuwa hana. Kwa hiyo sisi tunaweza tukasema tumefelewa na mwanachuoni mkubwa kama huyu katika nchi yetu, ambaye kafanya kazi kubwa sana. Lakini tujue katika mazuri anayoyafanya, jambo langu la tatu hili, kaishaoneshwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu haondoki mtu katika dunia isipokuwa anaoneshwa mahala atakapofikia. Sasa Sheikh Ali Basale ikashaoneshwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasema yule Firauni na watu wake, ilipokuwa Mwenyezi Mungu amemkitimiza, amemwangamiza yeye na watu wake kwa sababu ya kufuru na inadi na ujeuri aliokuwa nao, Mungu anamsimulia asema, fama bakat alayhimus samaa'u wal ard wama kanu munzirin, hawakuliliwa na mbingu wala hawakuliliwa na ardhi, wala hawakuwa ni wenye kungojezwa. Mbingu haikulia kwa sababu ya Firauni na watu wake, wala ardhi haikulia kwa sababu ya Firauni na watu wake kafa, basi mbingu yalia kwa Firauni na watu wake wamekufa. Haikuwa hivyo. Sasa haya ni mantuq, lakini mafhumu ni kwamba ikiwa mbingu haikuweza kualilia Firauni na watu wake, wala ardhi haikuweza kualilia, wala kitu chochote hakiweza kualilia Firauni na watu wake, mafhumu ni kwamba basi mbingu inawalilia watu wema. Ndio mafhumu. Kwa maana hiyo kwamba mbingu inawalilia watu wema, kumbe watu wema wakifa waliliwa na mbingu, waliliwa na ardhi, wanaliliwa na zile sehemu zao ambazo walikuwa wakifanya mambo yao, sehemu waliokuwa na swali, sehemu walikuwa nasimama kutoa nyadhi, sehemu walikuwa nafanya dawa, katika kila sehemu inawalilia. Sasa Sheikh Ali Basale analiliwa na kila sehemu ambayo alikuwa amesimama kwa ajili ya kufanya kazi ya dawa. Ulimwengu ni mahala pa kupita. Tumalize mawaidha, tuweze kuswali, tuendelee na mambo mengine, lakini tumkumbuke mwanachuoni mkubwa anatueleza kuhusu ulimwengu. Je, mkazi wa ulimwengu ni mkazi wa namna gani? Anasema, waqatinuha sari'u dha'ni anha wa in kana alharisu ala thawa, na mkazi wa ulimwengu ni mwepesi kusafiri kuuacha ulimwengu, ajapokuwa anapupa juu ya kuishi. Binadamu kwa hakika anapupa juu ya kuishi. Sheikh Jongo hapa amesema anatamani apate dua, apate na mambo haya ambayo yamefanywa hapa kwa wingi wake, lakini sio kwa sasa, ni kwa baadaye. Sari'u dha'ni anha wa in kana alharisu ala thawa. Mwenyezi Mungu amghufirie, Mwenyezi Mungu amrehemu, Mwenyezi Mungu atupe badali njema, Mwenyezi Mungu atujalie Waislamu tuwe na mshikamano kama huu. Kitokea jambo kubwa kama hili, basi sote tuweze kupatikana, tuweze kuhudhuria, kwa sababu hukumu ya Muislamu na haki ya Muislamu juu ya Muislamu mwingine, moja katika yale mambo matano ni shuhudul janaza, ni kushuhudia jeneza, kwenda kumzika nduguyo pale utakaposikia amefariki, bila kungojea mwaliko. Ukisikia mtu kafa, unatakiwa tayari uende, huna haja kwamba mimi sikualikwa bwana, sikualikwa. Hakuna katika Uislamu jambo hilo. Wewe ukisikia ni shuhudul janaza, ni haki yako wewe kama Muislamu kwenda kwa Muislamu mwenzako. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa askinhu fil janna. Allahumma naqqihi min khataaya kama naqa ath-thawb al-abyad min ad-danas wa abdilhu daran khayran min dari wa ahlan khayran min ahli wa zawjan khayran min zawji wa adkhilhu al-jannah wa a'idhhu min adhab al-qabr wa fitnatihi wa min adhab an-nar. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab an-nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin.